Leo nitaongea kuhusu malengelenge ya shingles ambayo ni mojawapo ya magonjwa ya kuambukiza tunayokutana nayo mara nyingi kama madaktari wa ngozi. Malengelenge ambayo kwa lugha ya kawaida yanaitwa shingles, kwa jina la kitabibu yanajulikana kama herpes zoster, na ni maambukizi ya virusi yanayotokea kwa watu ambao tayari waliwahi kupata surua ya ngozi, chickenpox, wakiwa wadogo. Kinachotokea ni kwamba virusi vinabaki vikiwa vimetulia mwilini na vinaweza kuamka tena mtu anapokuwa mkubwa, na hujitokeza upande mmoja wa mwili kama malengelenge yenye maumivu makali. Na mbali na malengelenge, mara nyingi huambatana na maumivu makali sana. Wakati mwingine maumivu yanaweza kuwa madogo, lakini kwa watu wazee, hasa wale walio na umri wa zaidi ya miaka 60, hupata maumivu makali sana. Na malengelenge yanaweza kujitokeza sehemu yoyote ya mwili kulingana na mwelekeo wa neva moja. Kwa mfano, inaweza kujitokeza upande mmoja wa uso, upande mmoja wa kifua, tumboni, au sehemu yoyote ya mguu au mkono. Na wao husababisha maumivu makali sana kwa watu walio na umri wa zaidi ya miaka 60. Ndiyo maana siku hizi inashauriwa watu wazee wachukue chanjo ya shingles, ambayo sasa inatolewa kwa kawaida kwa watu wote wenye umri wa zaidi ya miaka 60. Ingawa inaambukiza, lakini haiambukizi kwa watu ambao tayari wamewahi kupata tetekuwanga au ambao tayari wamepata chanjo ya tetekuwanga au shingles. Na bora zaidi ni kumwona daktari wa ngozi haraka iwezekanavyo. Daktari wa ngozi ataandika dawa sahihi za kupambana na virusi na dawa za maumivu, na atashauri upumzike kitandani kwa wiki moja. Kwa baadhi ya watu, maumivu yanaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi. Hali hii inaitwa postherpetic neuralgia, hasa kwa watu wazee. Maumivu yanaweza kudumu kwa takriban mwezi mmoja hadi miwili, lakini pia yanaweza kutibiwa kwa dawa zinazofaa.